Kwenye mechi yao iliyopita ambao walicheza dhidi ya Singida Black Stars na kupata ushindi wa mabao 2-0, TRA United walitoa mchezaji bora wa mchezo ambaye alikuwa ni Ramadhani Chobwedo, na leo hii wanacheza dhidi ya Simba, mechi ambayo awali iliahirishwa kutokana na mvua, tunakumbuka vizuri, kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha, na leo hii ndio inakwenda kuchezwa mechi hii ya kiporo. Ni mechi ambayo Chobwedo ndiye ameibeba. Kwa mujibu wa wenyeji TRA United wanitambulisha siku hii kama ni Chobwedo Day kwa sababu Ramadhani Salum Chobwedo amekuwa kwenye kiwango bora sana, lakini wanakwenda kukutana na Simba ambao hivi karibuni walikutana nao kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam na kupoteza kwa mabao 3-0. Wanakwenda kwenye mechi hii TRA United wakiwa na dhamira mbili: moja, kulipiza kisasi dhidi ya Simba baada ya kupoteza 3-0 katika mechi iliyopita baina yao; pili, ni kupata pointi 3 muhimu, kwamba waendeleze ule moto katika mechi iliyopita walipocheza dhidi ya Singida Black Stars na kupata ushindi wa mabao 2-0, huku Ramadhani Chobwedo akiwa ndiye nyota wa mchezo. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kuifunga TRA United katika mechi ya mzunguko wa kwanza iliyochezwa hivi karibuni kwa mabao 3-0, leo hii wanayo nafasi nyingine tena ya kushinda tena, ili mwisho wa siku kwanza waendeleze wimbi la ushindi, lakini pili, wapunguze tofauti ya pointi baina yao na vinara wa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa ambao ni watani zao wa jadi Yanga. Ikumbukwe Yanga wameshacheza mechi 18, wanaongoza katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 44. Simba wanashika nafasi ya pili, wana pointi 35, wameachwa pointi 9, lakini Simba wana mechi 2 mkononi kutimiza idadi ya michezo iliyochezwa na Yanga ambayo ni 18, kwa sababu Simba wameshacheza mechi 16. Kwa sababu hiyo leo hii Simba imma lazima washinde kwenye mipango yao ili kutoachwa kwa pointi nyingi na watani zao wa jadi Yanga ambao wanajaribu kutetea taji la 5 mfululizo. Wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Becker, timu ambayo imeimarishwa zaidi hivi karibuni wakati wa usajili wa dirisha dogo, malengo yao ni kuhakikisha wanatoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kukosa kwa misimu 4 mfululizo, na tena taji lake likiangukia kwa watani zao wa jadi Yanga. Sasa leo hii kama kila kitu kitakwenda kama ambavyo imekuwa ikitokea hivi karibuni kwenye vikosi vyao, wenyeji TRA United wanatarajiwa chini ya kocha Etienne Ndairagije kuwa na golikipa Amonome, lakini nambari 2 anaweza akawa Isaac Mtengwa ambaye katika mechi iliyopita dhidi ya Singida Black Stars ndiye alianza. Nambari 3 anatarajiwa kuwa Valente Nouma, mchezaji wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini katikati kuwe na Christopher Tibandeke na nahodha wao Nasri Kombo, kwa sababu kocha Ndairagije hata kama atatamani sana kumtumia Shamu Karabu, mchezaji ambaye amekuwa kwenye kiwango bora sana tangu atue kwa TRA, lakini leo hii kwa kuwa wanacheza na Simba ndio mwajiri wa Shamu Karabu. Hapa TRA United anacheza kwa mkopo, makubaliano yao hawezi kucheza dhidi ya timu yake ya zamani, kwa hiyo yeye hatakuwa sehemu ya. Lakini katika viungo watatu, kwa maana kwamba mechi dhidi ya Singida Black Stars walianza kwa mtindo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo watatu, washambuliaji watatu. Kwenye watatu hapa matarajio ni kumuona Chanda Chewe, mchezaji wa kimataifa kutoka Zambia, ni kumuona Ali Nganzi, lakini vile vile kumuona mmoja wapo kati ya Makame Bui au mwingine atakayepangwa katika eneo hilo, kwa sababu ambaye alicheza katika mechi iliyopita dhidi ya Singida Black Stars na kupata ushindi wa mabao 2-0 alikuwa ni Mzamiru Yasini, ambaye hata hivyo hawezi kucheza dhidi ya mwajiri wake kwa sababu naye anaichezea TRA United kwa mkopo. Mwingine anaweza kumtumia ni Jamal Dullaz, anaweza akacheza katika eneo hili, ama kuna Omari Yusuf, wanaweza wakacheza katika kukamilisha viungo watatu kutoa nafasi ile ambayo itakuwa imeachwa na Mzamiru Yasini. Lakini kwenye washambuliaji watatu alianza nao dhidi ya Singida Black Stars walikuwa ni Dennis Nkane pande mmoja, mchezaji ambaye ametoka Yanga na kutua TRA United. Upande wa kulia ndipo anapopatikana mwamba anaibeba mechi hii kwa mujibu wa wenyeji wanavyoitambulisha, naye ni Ramadhani Chobwedo. Halafu katikati Ami Mapaka, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba matarajio ni kuona golikipa
Mahmud Tanje Jibo. Nambari 2 anaweza akawa Shomari Kapombe katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Beki wa kushoto Nixon Kibabage, halafu katikati kuwe na Rushain De Reuck na pacha wake kwa siku za karibuni Ismail Olivier Toure. Katika kiungo matarajio ni kuona kunakuwa na Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Maodo Kante, wakati viungo 3 washambuliaji Cletus Chota Chama upande mmoja, Libase Geye, halafu upande mwingine Anise Ura, yeye ndo atokee upande wa kushoto. Mshambuliaji kinara Selemani Mwalimu. Kama ni mabadiliko anaweza akafanya mwalimu kadri atakavyoona. Kwa mfano anaweza akawepo Neo Maema ambaye katika mechi walioshinda 3-0 dhidi ya TRA United alipata nafasi ya kuanza kikosini na akifunga bao la pili, bao zuri la mkwaju wa free kick. Katika ushindi wa 3-0, bao la kwanza lilifungwa kwa mkwaju wa penalty kutokana na Nixon Kibabage aliyekuwa amepanda katika akaingia ndani kufanya ndalapi, akaangushwa na kutokea mkwaju wa penalty uliowekwa wavuni na Selemani Mwalimu. Halafu bao la pili ni mkwaju wa free kick uliopigwa na Neo Maema aliyekuwa ameanza katika kikosi kwenye cha Simba katika mechi hiyo dhidi ya TRA United, akafunga bao zuri la mpira wa kutenga. Halafu bao la 3 likafungwa naye Yusuf Kagoma ambaye alitumia kona fupi ambayo ilichezwa na mpira kumkuta Eli Mpanzu Kibisawala, alipiga cross nzuri ambayo Yusuf Kagoma aliweka wavuni katika ushindi wa 3-0. Sasa leo hii mwalimu anaweza kaamua pia katika eneo la kiungo akawa na Neo Maema ambaye katika mechi hiyo dhidi ya TRA United alicheza vizuri sana. Lakini wapo wengine akina Ladak Chasambi, Morris Abraham, Eli Mpanzu Kibisawala ambaye amekosekana katika mechi iliyopita dhidi ya Azam kuonekana uwanjani wala kwenye orodha ya wachezaji wa akiba hakuwepo. Pengine kama atakuwa fit kwa ajili ya kutumika kwa mwalimu Steve Becker, basi anaweza akawa sehemu ya kikosi hiki. Ikumbukwe TRA United wanaingia katika mchezo huu wakiwa kwenye mabao kwenye ligi mpaka sasa mechi 17, wamefunga mabao 19, wameruhusu mabao 18. Simba wanaingia wakiwa wao kwenye mabao wamefunga mabao 26, wameruhusu mabao 6. Simba ndio timu ya pili kwa kufunga mabao mengi katika ligi kuu Tanzania bara baada ya Yanga yenye mabao 38, wanaofuatia ni wekundu wa Msimbazi Simba. Simba ni timu ya 3 kwa ukuta imara baada ya Yanga iliyoruhusu mabao 3, Azam mabao 5, Simba wanafuatia kwa kuruhusu mabao 6. Sasa Simba kwa vyovyote vile mechi hii kadri nilivyotoka kueleza awali kwamba watapambana sana kuhakikisha wanapata pointi 3 muhimu, kwa sababu vinginevyo watakuwa wanawapunguzia kazi vinara wa ligi Yanga kuendelea kuacha, maana wao ndio wako nafasi ya pili kwa pointi zao 35. Sasa kwenye kucheza kwa mfumo huu TRA United ingawa wanaweza kaonekana kwa shipu hii ya 4-3-3, lakini cheza yao matarajio ni kuona kwenye mechi ya leo wakiwa wanazuia zaidi, kwa maana kwamba mfumo huu kwenye mkaratasi unaweza kaonekana hivi, kwenye kucheza wakawa wengi zaidi katika kuzuia, wakawa 5 mpaka 6 mpaka 7, kwa maana kwamba wakawa wanazuia zaidi halafu wanashambulia kwa kujibu. Katika mechi iliyopita waliofungwa 3-0 walifanya hivyo, ndio mechi nzima wakajikuta dakika 90 wakupiga shuti lolote la kulenga shabaha, wakafungwa mabao 3-0. Lakini ni kwa mtindo huu ndio ambao walicheza dhidi ya Yanga, ikaisha kwa suluhu kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha, katika mechi ambayo TRA United mipango yao ya kocha Etienne Nderagije ilikwenda vizuri, kwa sababu walipiga mashuti 2 ya kulenga shabaha kati ya mashuti 5 waliopiga, wakati Yanga walipiga mashuti 7, hakuna lolote lilolenga shabaha, kwa maana kwamba kazi yao ya kuzuia ilikwenda vizuri sana. Na kuelekea mwishoni mwa mchezo ilibaki kidogo Kasim Mugoya apate fursa ya kuwafungia bao, kwa sababu alibaki katika hali ya yeye na golikipa Jigi Diara 1v1, ingawa Jigi Diara alifanya vyema kucheza mpira ambao pengine angeweza kuweka wavuni, hasa baada ya kumwacha Kwasi Atula yao alijaribu kumvuta, lakini refa alimwacha advantage afunge, akashindwa kufunga. Walicheza vizuri sana. Sasa leo hii dhidi ya Simba, miongoni mwa mambo ambayo TRA United bila shaka watapaswa kuzingatia ni pamoja na mipira ya kutenga, kwa sababu mechi waliofungwa mabao 3-0 na Simba uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam, mipira yote ilikuwa ya kutengwa kama nilivyotoka kueleza. Kucheza kwao bila shaka
TRA United na kocha Ndairagije watafanya kazi ya ziada, mawasiliano kati ya kipa Monome na walinzi wake kuhakikisha wanacheza vizuri mipira ya kutenga ambayo ni silaha hatari kwa Simba dhidi yao. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba, cheza yao mara nyingi katika siku za karibuni wamekuwa kwenye kiwango bora, nguvu yao ikiwa eneo la pembeni. Kwa Libase Gay ambaye wanaposhambulia anakwenda kuingia kwenye half space, Shomari Kapombe ndiye anakwenda kuongeza mapana ya uwanja. Lakini kwenye upande wa kushoto kazi hii amekuwa akiifanya Anise Ura, kwenda kushambulia katika ile half space, halafu Nixon Kibabage ndiye anayepanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja na kupiga crosses, wakati mwingine akifanya underlapping na kufanya majaribio ya kufunga kama ilivyotokea katika mechi dhidi ya TRA United ambapo alifanya underlapping, kwa maana kuingia ndani badala ya kufanya overlapping alifanya underlapping ambako walipata mkwaju wa penalty. Lakini wanapokwenda kushambulia pia Selemani Mwalimu Gomez yupo kwenye kiwango kizuri katika upachikaji mabao na mabao 6, yupo pale mbele. Lakini Cletus Chota Chama moja anabaki kuungana na mabeki wakati Ture na Jerok kuhakikisha wanakabiliana na mipira ya kujibu, kwa kuzingatia kwamba wanacheza na TRA United ambayo mashambulizi yake yatakuwa ya kujibu. Lakini Kapombe wanaposhambulia naye anakuwa juu kama playmaker, kama ilivyo kwa Nixon Kibabage ambaye mpira ukiwa kulia yeye atakuwa karibu maeneo ya kati, lakini ukiwa upande wake yeye ndiye atakayekwenda kuongeza mapana ya uwanja. Kwa TRA United ni kama nilivyoeleza awali, jitihada zao kubwa zinakuwa kuleta mipira kwa Chobwedo ambaye katika mechi ambayo Simba alishinda 3-0 dhidi ya TRA United, lakini beki wao kushoto Nixon Kibabage alipata kazi kubwa kutoka kwa Chobwedo ambaye alitoka katika dakika 82 akifanya mambo mengi mazuri kiasi ya kwamba wakati anatoka alipigiwa makofi na shangwe kutoka kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na kiwango bora alichokionyesha. Huyu amekuwa mchezaji bora katika michezo kadhaa hivi karibuni. Hata mechi dhidi ya Yanga alisumbua sana Chobwedo. Mechi dhidi ya Singida Black Stars akawa mchezaji bora wa mchezo. Akiwa kwenye kiwango chake kizuri, Chobwedo mgongoni nambari 11 ni chanzo cha matatizo mengi ya wapinzani wa TRA United wakati Tabora United TRA United inapokwenda kushambulia. Mechi dhidi ya Singida Black Stars, mkwaju wa penalty ambao uliwekwa wavuni na Christopher Tebandeke ulitokana na cross aliyopiga yeye Chobwedo, halafu Dennis Nkane akawa amesukumwa na hivyo kusababisha mkwaju wa penalty. Aliwasumbua sana Singida Black Stars na ndio maana akawa mchezaji bora wa mchezo. Ami Mapaka, mipira ya cross kutoka kwa Chobwedo ndio silaha, lakini Dennis Nkane kasi yake, ana uwezo mkubwa wa kuwa anaingia ndani na kutengeneza nafasi za kufunga, wakitumainia kwamba Chanda Chewe awe anapanda kwenda kuungana nao wakati wanashambulia ili kuongeza nasibu ya kufunga, kama ilivyo kwa Alinganzi eneo la kati. Hata kwa yeye anacheza kijanja janja, sio kwa 100% eneo la juu, kwa sababu anajua Simba wako vizuri zaidi. Mipira ya kujibu inaweza kawasumbua kwa kasi ya kina Libase Gay, kasi ya kina Anise Ura, Cletus Chota Chama. Kwa hiyo muda mwingi atakuwa yupo na mabeki wa kati kuhakikisha wanakuwa salama. Mabeki wa pembeni Isaac Mtengwa pamoja na Valentin Nouma hatarajiwi nao kupanda sana kwa sababu ya tahadhari kutoka kwa Libase Gay na mashambulizi kutoka kwa Anise Ura. Hata atakapocheza Joseph Akandwa nao katika nafasi ya beki tatu, naye atacheza kwa tahadhari endapo atachukua nafasi ya Valentin Nouma, endapo hatacheza. Maana mechi ya kwanza tofungwa 3-0 ni yeye Akandwa nao, mchezaji kimataifa kutoka Uganda, ndiye aliyecheza beki tatu. Je, itakuwa vipi katika mechi hii? Kabla ya mechi iliyopita dhidi ya Singida Black Stars, TRA walikuwa wameshapiga mashuti 82 na kufunga mabao 19 kama nilivyotoka kueleza awali. Simba hawa ni TRA wenyeji. Simba kufikia mechi dhidi ya Azam walikuwa wameshapiga mashuti 166, wamefunga mabao 26. Itakuwa vipi leo hii? Steve Becker dhidi ya Etienne Ndairagije. TRA United dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.